Unakumbuka nilikuambia mbona kama mzima? Isiwe kama nakuletea drama. Kwa drama ji hapana. Maana unajua hata daktari alinithibitishia kwamba kwa hali hii anayoipitia kama itaendelea hivyo hivyo ina maana atakuwa chizi kabisa. Na nakumbuka nilimsii daktari na nikamuomba sana kwamba anipa vidonge vya kuongeza uchizi na nilikuwa nampatia kila kitu. Nimempa karibu kila siku, kwa hiyo hili jambo linanitatiza sana, ndio maana nashangaa ni nini kinaendelea. Mbona kama haijawa nilivyokuwa nataka. Hakuna kilichoharibika na hatuwezi kufeli. Twende tukatazame mazingira ya mtoto. Ya mtoto? Na kila kitu kitakuwa sawa tu blood. Kwa mtoto hapana. Ji, kwa mtoto wananchi wataniua ujue. Kikubwa tujue ni mtoto yupi na tunampata wapi. Hivyo vingine vyote niachie mimi. Afu skendo kama hizi siku hizi kwa wananchi uchomoki kabisa, yani wakishapata taarifa zako unao. Kwa hiyo kwa mtoto mimi acha uoga dogo. Hakuna mtu atakayeweza kukuua. Wewe niamini mimi tu mwanangu. Basi sawa, hamna shida. Nadhani toka nimeaga na naenda kazini ni kama hata wiki haijafika. Sasa nawaza tatoa vipi taarifa kuwa narudi. Pale siku yako mzee, unapangiwaje wakati wa kurudi? Wewe piga simu tu, waambie mimi narudi. Alafu waambie tu Ji, mbona anamalizia tu kukusanya mizigo huko. Basi ngoja nimpe taarifa pia hiyo kuwa narudi. Pigie simu nimwambie, lakini pia inabidi nikirudi yule daktari akanipe maelezo yaliyonyooka. Si ndio? Kwamba kwa nini imekuwa hivi na haijawa kama nilivyokuwa nataka. Na alinithibitishia kwamba nikichukua vile vidonge nitakavyokuwa nampatia itaendelea kumpa ile hali. Na nimempatia na pesa, amekula hela zangu yule daktari. Siti neno kaka. Wewe fanya hivyo. Ngoja nitajua nini cha kufanya. Dada samani. Kwani unaonaje tukimwambia dada Pejo ukweli kuhusu mtoto? Yaani kinanipa sana mawazo hicho kitu. Mimi mwenyewe natamani iwe hivyo. Kwa sababu yani usiku nimeshindwa kulala, ninawaza tu. Ila sasa hatuwezi kumwambia chochote kuhusu mtoto wala kumkabidhi mpaka tuongee kwanza na Tom. Maana Tom aliniambia nisifanye chochote bila kuongea na yeye. Kwani huyo kaka yeye alikwambia usimwambie milele? Hapana, lakini aliniambia mpaka niongee naye kwanza ndio tumkabidhi mtoto. Kwa hiyo unavyoenda kumfuata mtoto, acha mimi nikaongee na Tom. Basi twende wote. Wewe nenda kwa mtoto, mimi naenda huko. Itakapokuwa tutakuja kuambizana. Sawa. Maisha ni fumbo. Kila nikifumba macho na kufumbua, nashindwa kufumbua fumbo, nashindwa kuhimili vishindo. Kesho yangu inanipa mawazo. Hivi kwani moyo wangu ndo kikwazo? Upendo wangu ndio chanzo. Roho yangu haishi. Hello? 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 Habari? Tuko salama. Mungu ni mwema. Vipi wewe na majukumu? Safi, wazima? Tuko salama. Sijui wewe. Mimi naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Vipi Subira, unaenda naye vipi hapo nyumbani? Mnawezana kweli? Subira yuko ndani amepumzika. Tumekumisi tu. Nimewamisi pia. Nimewamisi sana. Nashukuru. Vipi lakini kazi? Poleni na mahangaiko wewe na rafiki yako. Mungu aongoze. Lakini hata hivyo nimekupigia simu nikupe taarifa kwamba nadhani kesho narudi. Kweli? Kesho? Ndio, mmeninyima nini hapo nyumbani?
Usiniambie kesho unarudi. Haya basi sawa, kesho uwepo wangu utakuwepo hapo. Tutafurahi kukuona. Karibu tena nyumbani, baba mjengo. Basi sawa, hamna shida. Nadhani hizi taarifa utampatia na Subira. Sawa. Sawa, hamna shida. Nitakuandalia chakula kizuri kile unachokipendaga siku zote. Basi sawa. Karibu na maandalizi mema. Kwa leo bado mnaendelea kukusanya mazao. Ya, hamna shida. Aya, sawa. Mola awe pamoja na nyinyi. Kesho inshallah. Na poa. Subira. Mumeo mtarajiwa anarudi kesho. Subira. Wewe. Sikia, ni mtaa wa Mianzini. Au madada wawili wanapatikana katika mtaa wa Mianzini. Ukifika pale mtaa wa Mianzini, kijana yoyote au mtoto yoyote utakayemkuta pale, muulize kwa Aisha ni wapi, na akisha kuelekeza mpaka kwa Aisha. Ukifika pale kwa Aisha, mtoto utakayemkuta pale ndio ule muhusika ambao unatakiwa uweze kumuona. Usitomu. Tom kaja kufanya nini huko? Huyu jamaa vipi? Mbona kama uagani? Vipi? Inafanya kama walivyoniagiza. Lakini kuna kitu cha kushangaza kidogo ambacho kinanitia utata fulani. Lakini cha kushangaza nimemwona na Tom. Sasa nimejiuliza pale Tom anaenda kufanya nini? Tom? Tom, si wewe mwana mtarajiwa? Hapana. Tom hayupo. Litakuwa umemfananisha tu na mtu mwingine labda. Hawezi kuwa Tom. Kwa mimi sijui kitu sio. Kwa mimi simjui Tom. Tom huyo. Na tena nimemwona pale akiwa na huyo dada na alikuwa anamkabidhi pesa. Sasa sijajua wana ajenda gani ukabidhana pesa basi. Tuseme sawa basi. Iko hivi, nisikilize. Kikubwa ushajua dada ni yupi, sawa? Wewe fuatilia ili tujue huyo dada ndio yuko na mtoto wetu au huyo dada anamjua mtu ambaye yuko na mtoto wetu, na utakapoenda kufuatilia na hisi unaweza ukagundua pia kwa nini Tom yuko naye karibu. Na hisi tunaweza tukapata majibu ya vitu vyote viwili kwa pamoja. Kwa hiyo ni hilo tu ilikuwa au? Poa. Bye. Ni hilo tu? Bila nini? Yaani wewe umenipa kazi ambayo unaamini kabisa kwamba ni kazi ambayo inatumia muda, inatenga na vitu vyake. Kwa hata asante tu umeshindwa kusema. Unajua wewe kama hamnazo wewe si ndo baba huyo mtoto ambaye tunamhangaikia au? Siko njema. Na kwako pia.
tafuta kama masho ati. Mzee baba, jua lote hili linapiga utosini alafu kali, au lisikii? Ndugu yangu, unaumwa? Una malaria? Una BP? Niko sawa tu. Wewe upo sawa wewe. Unajua ndugu yangu, tuambizane tu ule ukweli. Yaani toka hizi siku kadhaa umepotea uonekani. Yaani ulivyorudi, yani mimi hata sikuelewi, yani sijui nini kimekukuta. Kwanza umekuwa sio mtu tena wa pombe, haunywi sigara. Wewe baba, kwenye kipindi cha baridi ulikuwa unapiga dipakti 3, hauvuti hata moja. Nini? Mbona sio ule Mahoka ambaye namjua? Kama kuna kitu hapa katikati kimetokea, tujulishane ndugu yangu. Mimi ni ndugu yako, tusaidiane hata kwa mawazo. Sasa unapokaa kimya, yani hadi kwenye jua unanipa pressure mwenzio. Nimeamua tu kubadilisha maisha yangu. Wewe huyo Mahoka huyu unayemjua mimi, wewe ubadilike wewe. Kimekulamba. Wewe baba, hauwezi ukabadilika. Ninavyokujua mimi, wewe sio mtu wa kubadilika. Kuna uhakika haujabadilika. Sema tu, pesa hauna. Kwani kuna ubaya gani mimi kuwa kwenye hali hii? Wala. Huyo ndo Mahoka sasa nayemjua. Anapanda, anashuka. Huyo ndo wewe. Pesa hauna za kula starehe. Lakini mimi ni ndugu yako. Kama kuna kitu, hata kama sina hela, lakini kipo naweza nikakusaidia kidogo. Tushirikishane ndugu yangu. Sasa nakuomba tafadhali. Sitaki unirudishe nilikotoka. Nimesema nabadilisha maisha yangu. Basi ni jambo la heri. Kama umeamua kubadilisha mfumo wa maisha yako, tumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu naye anapenda watu wanamuelewa yale matendo ambayo yamewafundisha, kuacha pombe na kuvuta sigara. Lakini kwa wewe tuzidi kukuombea, tushukuru kwa hilo. Sasa vipi kaika barua ulikokaandika kataraka kumhusu Pejo? Vipi ulikapeleka? Nimepeleka. Nimepeleka kwao, nimempa kwao. Huyo wivu kwake huko, huyo mume wake mtarajiwa. Una wivu. Ukiacha achika, ukiachika acha. Kaka, mbona hivyo sasa ndugu yangu? Huo ni wivu ndugu yangu. Sasa kwa hata unipiki ndugu yangu. Tom, ulimwonyesha vizuri yule dada? Nimwambia kama tulivyopanga ji. Shida nimemkuta yule mwenzie anataka amwambie mama wa mtoto mapema. Je, ulimzuia? Nilimzuia na amenielewa. Na ninamwamini sana. Unajua wale kwa mchawi pesa. Kila kitu wanafanya wale. Hapo sawa. Zoezi letu linaendelea. Alafu kama mganga kama alikuwa anataka mtoto, kwa nini usimtoe huyo? Hapana ji. Hapana. Yule mtoto ni mdogo sana. Yaani yule mtoto kwenye miezi 3-4 hivi. Mtoto ni mdogo sana ji Frank, hapana. Tom, unaweza mwanangu. Kwa sababu mtaalamu amesemaje? Mtoto chini ya miaka 5 ndio mzuri wa kutoa kafara. Kwa nini usifanye hivyo kaka? Sawa, lakini kwa kumwingilia hapana. Labda kama kutakuwa na masharti mengine. Okay, sawa. Nitaongea na mzee kwamba tubadilishie masharti, maana tumepata mtoto wa miezi kadhaa, si ndio? Hapo umenena mwanangu. Hapo umenena. Na watondoke. Asipo. Hamna.
amka bwana, amka tukamwandalie. Na usingizi. Pejo utanikera. Amka bwana. Basi tangulia nakuja. Pejo. We Pejo. Wewe. Hebu amka bwana. Unalala mpaka sasa hivi una raha gani? Jamani, kuna nini? Hujui kama leo mume wako mtarajiwa anakuja? Hivi unajua kama leo mume wako mtarajiwa anakuja, alafu unalala mpaka sasa hivi? Amka bwana, amka tukamwandalie. Na usingizi. Pejo utanikera. Hebu amka bwana, amka tukamwandalie. Na usingizi. Pejo utanikera. Amka bwana. Basi tangulia nakuja. Nakuja. Amka bwana, twende. Nakuja. Sasa hivi. Sawa. Karibu. Asante. Karibu. Za saizi. Salama, karibu. Samani. Bila samani. Kuna mama mmoja anamuulizia, anaitwa Mama Margaret. Nimeambia kwamba anapatikana mtaa huu. Yeye ni shule yake anapika chakula na wapelekea wanafunzi kule shule ya msingi. Sasa wamenielekeza anapatikana mitaa hii, sasa sijui ni nyumba gani. Sijui unaweza kunisaidia dadangu. Mama Margaret, mtaa huu. Kikweli sifahamu. Labda mwite mdogo wangu, wenda atakuwa anafahamu. Zulfa! 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 Njoo mara moja. Labda akija yeye anaweza kawa anafahamu kutokana na yeye anashinda sana nyumbani. Mimi si unajua tena ni mtu wa mizunguko yangu kwa sikagi nyumbani. Huyu hapa. Sasa hizi